Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Februari 23 siku ya Jumatatu asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema hatima ushahidi wa ziada kesi ya uhaini ya Lissu kujulikana leo. Hatima ya ushahidi wa ziada kesi ya uhaini ya Lissu kujulikana leo. Lakini kesi ya meno kuongezeko, wagonjwa wa meno yaliyooza yashtua. Lakini kuna habari kubwa inayosema Chadema yaja rasmi yake ya katiba mpya. Chadema yaja na rasmi yake mpya ya katiba. Lakini utafiti wa uguzi wengi hawana ujuzi kutafsiri kipimo cha moyo. Utafiti wa uguzi wengi hawana tafsiri wa ujuzi wa kipimo cha moyo. Lakini radi na nyoka vyasababisha vifo vya watu wawili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema mitazamo tofauti, tume Chande kuongezewa muda. Mitazamo tofauti, tume Jaji Chande kuongezewa muda. Lakini kuna habari inayosema faraja kutoka shahada ya walimu hadi kondakta. Faraja kutoka shahada ya walimu hadi kondakta. Lakini tunatishwa. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema tunatishwa. Kamishna Jenerali wa DCEA afunguka anavyotishwa maisha, aweka msimamo wa vitisho, ajivunia uimara wa maofisa wake. Lakini kafu yapata viongozi wapya, Lipumba ya mkuta ya Maalim Seif. Kafu yapata viongozi wapya, Lipumba ya mkuta Maalim Seif. Lakini kuna habari inasema ripoti ya Moody yaeleza uthabiti wa changamoto za uchumi. Ripoti ya Moody yaeleza uthabiti wa changamoto za uchumi. Lakini TANESCO kuingiza umeme wa jua kwenye gridi ya taifa. TANESCO kuingiza umeme wa jua kwenye gridi ya taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema CCM Zanzibar wavunja ukimya, mwafaka na ACT Wazalendo. Lakini Sangu atoa uhakika usalama wa ajira nje ya nchi asema. Lakini kuna habari kubwa inayosema Samia hakamatiki uzalishaji wa umeme. Rais Samia hakamatiki uzalishaji wa umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Lakini Mwigulu, serikali imeweka historia uwekezaji kwenye sayansi na teknolojia. Mwigulu asema serikali imeweka historia uwekezaji kwenye sayansi na teknolojia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Tanzania Leo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema kijana Saidi Rashidi kutoka Dar es Salaam aibuka mshindi mashindano ya kuhifadhi Qur'an. Lakini Dr. Mwinyi asisitiza amani mshikamano, ahimiza walimu taasisi kuwaendeleza vijana. Lakini kuna habari inayosema akili ataka huduma za kifedha zipatikane vijijini. Huyo ni Dr. Akili ataka huduma za kifedha zipatikane vijijini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini mataifa yenye asili mnemba yahitaji matumizi salama. Mataifa yasema akili mnemba yahitaji matumizi salama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaanza na habari inayosema rasmi visiwani kupata umeme jua kwa bei ya ruzuku. Lakini mchimbaji wadogo wa madini wakabidhiwa kwa kampuni ya kubwa. Wachimbaji wadogo wa madini wakabidhiwa kwa kampuni kubwa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye asubuhi ya leo linaeleza BBT ya wainua vijana Dodoma, tume uchunguzi yaongezewa siku 42. Lakini waziri mkuu Mwigulu aonya makandarasi wasiolipa vibarua.
Waziri Mkuu Mwigulu aonya wakandarasi wasiolipa vibarua, lakini wabunge hawataka wawekezaji kushiriki kusambaza gesi ya CNG. Lakini kuna habari inayosema tume ya uchunguzi yaongezewa siku 42, lakini Papa Leo wa 14 atuma salamu za rambirambi kifo cha Pengo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linaandika mradi wa maji wanufaisha wakazi zaidi ya 22,000, lakini wataalamu wataka mfumo mpya uwajibikaji, ahadi za COP. Lakini Samia aweka wananchi ruzuku hadi shilingi milioni 75. Lakini PM awasifu maono ya Samia, atoa maagizo 6. Lakini polisi atoa onyo kali kwa wanaohamasisha uhalifu. Asilimia 97 kidato cha kwanza waripoti shuleni Ilemela. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira kumradhi, kwenye gazeti lako la Uhuru lenye inaanza na habari inasema Papa mkumbuka Kardinali Pengo kwa mambo mawili. Papa mkumbuka Kardinali Pengo kwa mambo mawili. Serikali yazidi kutilia mkazo elimu ya juu. Lakini kiongozi alivyokoshwa na utekelezaji wa miradi. Rais Mwinyi, amani tunda jema kwa taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika sababu za tajwa vijana kulewa Mara. Sababu za tajwa vijana kulewa Mara. Lakini masoko Dar es Salaam yazungumzia kupanda bei ya bidhaa. Masoko ya Dar es Salaam kuzungumzia kupanda bei ya bidhaa. Lakini Tanzania yaweka historia umeme wa jua. Tanzania yaweka historia umeme wa jua. Lakini serikali yaonya wanaotumika kuichafua nchi. Lakini Mwigulu ataka ubunifu kukabili changamoto. Mwigulu ataka ubunifu kukabili changamoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika ineki ya wapiga msasa Mekarani Peramio. Lakini mradi wa umeme jua washakamilika Kishapu. Lakini kuna habari inasema Papa Leo wa 14 amlilia Askofu Pengo. Lakini kuna habari inasema mvua yaua watatu Songwe. Mvua yaua watatu Songwe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaanza na habari inayosema Ngoma afurahia Kibu kutua Al Nasri. Lakini Yanga yaondoka na alama 3 kwa wananchi. Yanga yaondoka na alama 3 kwa Namungo. Lakini kuna habari inasema Singida Black Stars yaichapa Mtibwa Sugar Gol ligi kuu. Lakini kiwango cha chawatisha Simba, kiwango cha Damaro Kamara chawatisha Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo lenyewe linaanza na habari inayosema Gay aing'arisha Tanzania dengu marathon Korea. Lakini mkutano mkuu TFF Februari 28. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini tukichana gazeti lako la Majira, tuangazie gazeti lako la Taifa Tanzania. Kwenye michezo linaandika Baka waonya wachezaji wake wenye thamani ya jezi. Baka waonya wachezaji wa Simba thamani ya jezi. Lakini zaidi ya wadau 600 kuhudhuria mkutano mkuu TFF. Lakini kuna habari inayosema, habari kubwa kabisa, sema Man United kumuuza Bruno Fernandes kwa pauni milioni 87. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la
Tanzania Leo kwenye michezo linaandika waje tu Baka aitaka na dhabi ya Kariakoo, lakini KMC yasubiri miujiza kubaki ligi kuu. KMC yasubiri miujiza kubaki ligi kuu, lakini Neymar kata tamaa maisha ya soka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo naandika Bares ngoma ngumu KMC. Bares ngoma ngumu KMC. Twiga Stars watamba kufanya vizuri Wafcon. Twiga Stars watamba kufanya vizuri Wafcon. Lakini bado kuna habari inayosema kimataifa, FA yamuonya mmiliki wa Man United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Hadija Yusufu kipaji sauti vimempa heshima. Lakini wanne Simba washika dabi, wanne Simba washika dabi, Yanga wana balaa, lakini Gay afanya kweli dengu 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye kurasa za gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo linaandika nyota 10 walioweka rekodi kali ligi kuu. Nyota 10 walioweka rekodi kali ligi kuu. Lakini Simba Yanga tambo za tawala. Simba Yanga tambo za tawala. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo lenyewe linatufungia usomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.